nikapata safari na kurudi ikawa ni hapo. Na yote haya mpaka kufika hapa, walillahi alhamdu wal minna, mwanzo ni tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yote Allah subhanahu wa ta'ala anasahilisha kwa mtakaye. Kwa hiyo ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila kubwa sana na juhudi ya wazazi. Mwenyezi Mungu awajaze kheri kwa juhudi yao, kwa kule kulazimishwa kuona kwamba waonewa, lakini baadaye unakujaona kwamba ni manufaa. Pia vile vile nashukuru kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, katika umri wangu wa kusoma madrasa nilikuwa na vijana ambao walikuwa na hamu kuniliko na walikuwa wakinipitia daima katika darasa letu. Alhamdulillah, katika wanafunzi ambao walikuwa wakifanya vizuri, mimi nilikuwa wa mwisho. Maana mimi sikumbuki hata siku moja katika maisha yangu yote ya madrasa kupanda jukwaa kuchukua zawadi, haikutokea hata siku moja. Lakini alhamdulillah, wale niliokuwa nao walikuwa wakinisukuma. Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Mmoja wao ni yule ambaye ana katika wasimamizi wa msikiti Musa, Ustadh Kea alikuwa katika wale watatu wa kwanza katika darasa yetu. Alikuwa akipita lazima kinitukulia. Kuna siku nakumbuka hasa, Kea alikuja katika hafla ya madrasa, alimwambia yule anayeenda zawadi za madrasa, zawadi yangu mimi nikatie, umpe huyo asivundike moyo, ili nipande juu ya jukwaa. Bahati nzuri, bahati mbaya, siku hiyo kulinyesha kufanywa hafla. Kwa hiyo hata hiyo ya Kirongo pia sikuipata, sikuipandia. Nilipewa lakini sikuipandia. Lakini wallahi alhamdu wal minna, leo nazungumza, wengi katika niliokuwa nao darasani madrasa wanarudi kwangu kuja kusoma na kuuliza masala yao. Takbir. Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ama ni sharaf kubwa tena leo kukutana katika vikao vyetu hivi vya motivation. Kama nilotangulia vikijana kuzungumza, vikao vimewa attract ma speakers wengi sana, na wako bado they are katika pipeline ambapo wapendelea kuja kuwazindua watoto wetu, na vile vile na sisi kuzindukwa katika kila anayekuja anakuja na fani yake. Leo tuko na Fathi Faisal ambaye mimi mzazi wake huyu naweza kusema ni mwanafunzi wangu, lakini mashallah mzazi wake tulipokuwa Malindi, baada ya kuondoka Malindi akaingia kusoma, basi imfika state leo ikiwa nachajizika na jambo, basi ni mmoja ambaye mimi namkabili kwa sababu ya kisomo ambacho amesoma yeye. Tunashukuru leo mtoto wake huyu mimi atakuwa ni mwanangu, ni kumpa nafasi na kumtagua leo akawa na sisi hapa. Kwa hivyo mimi sitaendelea mbele kulingana na wakati. Sheikh Fathi, mimi nataka uone msimamo wa vijana wetu na usiuone msimamo wa Mandri Motivation, si kwa watoto peke yake mpaka kwa watu wazima. Kwa hivyo huyu katika Radio Rahma nasema ana nafasi kubwa sana. Wale ambao wanamfuatilia katika vipindi vyake watakuwa mara nyingi wanamsikia katika Radio Rahma. Ana vipindi na topics tofauti katika station ile. Leo yuko na sisi Fathi, na kuomba mimi tukua muda waone vijana wetu na vipi tuko sisi na msimamo, ili tukuwashe na wewe hayo ulokuja nayo leo, uweze na wewe kuyatoa yote katika kuwapa, kuwashajiisha watoto wetu vijana kwa watu wazima. Hii slogan, it doesn't mean
inawalenga watoto. Pale utakaposema mimi niko tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu, kile kikao ulichokaa pale tayari, hiyo ni katika ahadi ambayo unaitoa wewe kuwashajiisha watoto wetu katika jambo kama hili. Tayari huyo slogan inakuhusu wewe. Kwa hivyo tukiwapigia watoto, tuipige sote pamoja, hino message ienee dunia nzima, kwa kuwa what is our stand sisi. Insha Allah sitaendelea isipokuwa vijana tuwe tayari. Mimi nafanya trial mwanzo, subhanallah, subhanallah. Watoto naona Mwalimu sina kutaka pia leo, subhanallah, subhanallah. Here we are, ready to serve Allah. Here we are, ready to serve our beloved prophet. Here we are, ready to serve our parents. Here we are, ready to make a difference. Here we are, saying no to drugs. Let come what may. It's a do or die. It's not over until we win. Ya Allah, please help us and guide us. Takbir, takbir. Nafikiri ushamka vya kutosha. Uko tayari wewe, ulichomwako ulicho nacho leo Sheikh Fati utakimwaga hapa insha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وتعلمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا صالحا. رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. mwanzo nachukua fursa hii baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, washukuru wasimamizi wa barnamij kama hii kwa kunikaribisha, na hiyo yote ni kwa husnul dhann. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala nijalie katika husnul dhann yenu daima. Namshukuru mwenyekiti kwa kunikaribisha na akanifanya kuwa ni mwenye viti, maana amenekea viti viwili hapa. Shukran, jazakallah khair. Maudhui ilikuwa imetangazwa ni suffering. Lakini sasa ile maudhui yatishia kidogo, maana yake najua ilipotajwa suffering afu bwana hakuwekwa sura yake, kaonekana kama ambaye anaikuja ni undertaker wanakuja tuletea suffering. Suffering ni neno ambalo lipo na ni kitu ambacho lazima tuishi nacho. Lakini sisi malengo yetu tutafuti suffering, tunatafuta njia ya kututoa katika hiyo suffering ambayo tunayo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu namna alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ameumbwa katika tabu, ameumbwa katika dhiki, ameumbwa katika hiyo suffering. Walaqad khalaqna al-insana fi kabad. Matatizo, mashaka, tabu, dhiki zote za mwanadamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake akawa ni mwenye kutuletea suluhisho. Na ni miongoni mwa suluhisho za Allah subhanahu wa ta'ala ni kutuletea wajumbe kutoka kwake, wawe watatufunza namna ya kututoa katika shida zozote ambazo tutakuwa nazo. Mwanadamu alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni sunna ya kimaisha kuwa sisi lazima tutapitia dhiki, lazima tutapitia tabu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم na hakika tutawaonja kwa mambo aliyotaja Allah subhanahu wa ta'ala bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i, na hofu, kutokuwa na amani na njaa, wa naqsin min al-amwali wal-anfus, na kupungukiwa na mali, kupungukiwa kwa nafsi. Yote haya ni mambo ambayo ameyapanga Allah subhanahu wa ta'ala, wal-anfusi wath-thamarat, na hata katika yale tunayotegemea katika vyakula vyetu pia itakuja pungua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wabashiris sabirin, wape bishara wale watakaokuwa na thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, hao wana maghfira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wana fadhila kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio walioongoka katika njia wanayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukizungumza dhiki, tukizungumza tabu, safari kwa ujumla, ni jambo ambalo ni lazima tutaishi nalo, lakini suali ni vipi tutaishi nalo tuwe tunabakia katika njia ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu dhiki linapokuja ndio inakuwa ni chanzo ya mtu kubadilisha utu wake, tukapoteza identity yetu kwa kisingizio ya kuwa dhiki limetuzidi, hatuwezi kujitoa. Lakini dhiki lipo, na haya ya kututoa katika dhiki ni mambo ambayo yamekuwa wazi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndio neema ya dini yetu tukufu ya Uislamu, kwamba hakuna jambo isipokuwa tumefunzwa. Ndio hata yule sahaba radhiyallahu anhu alipokuja Myahudi na kumwambia a'allamakum nabiyukum kulla shay, je, mtume wenu amewafunza kila kitu? Yule sahaba akajibu akamwambia naam, hatta dukhul al-khala, mtume ametufunza kila kitu, mpaka namna ya kuingia kufanya haja pia tumefunzwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa tumefunzwa hilo, mengine yote bila shaka ametufunza mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mwanadamu ambaye hana dhiki, kikweli hakuna ambaye hana dhiki. Sasa ni ile dhiki linatofautiana baina ya dhiki langu na la mwingine, ama zile shida zangu hazifanani na shida za mwingine, lakini kila mmoja ana shida. Lakini ni vipi tutakuwa sisi tunabakia katika hali ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sisi tuko katika dhiki? Ibrahim alayhi salam alizaliwa katika msiba, ni msiba mkubwa. Anazaliwa katika familia ya ushirikina, bali anazaliwa katika familia ambao wao ndio viongozi wa kuendesha mambo ya kishirikina. Lakini katika hali kama ile aliona kwamba haya ni mambo hayafanani na wanadamu. Yani vipi mimi niwe nitasujudia kile kilichotengenezwa na mwanadamu kama mimi? Akaamua kuitafuta haki. Ibrahim alayhi salam akawa ni mwenye kupewa nafasi ya daraja yake kunyanyuka katika mujtamaa. Yani achana na msimamo wako huu na utakato tutakupa. Lakini Ibrahim alayhi salam akaamua kubakia katika dhiki la kidunia ambalo litaisha. Katika dunia tunasema minal muhali baqaul hal, haiwezekani kwamba hali itabakia vile ilivyo, lazima itabadilika, na hiyo ndio dunia. Ibrahim alayhi salam kama tunavyojua sote alisubiri, mwisho akawa ni mwenye kuchukua uamuzi mikononi mwake na kuyavunda masanamu yaliyokuwa yametengenezwa katika mole kwa sababu ya ibada. Walipouliza, waliulizaje wale watu? Man faala hadha,
alihatina. Nani alifanya hivi kwa miungu wetu? Wakajibu nini? Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tumemsikia kijana mdogo, hakuwa ni mzee, Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo change aliyoitaka Ibrahim alayhi salam hakusema kwamba nitaachia wazee waifanye ama nitasubiri paka mimi niwe mzee ndio niifanye. Alichukua jukumu yeye, akatekeleza jambo kama lile kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Akatiwa katika shida, mtihani mkubwa sana. Akasema harriquhu wansuru alihatakum, mchomeni ili muanusuru miungu wenu. Lakini kwa sababu alikuwa na thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, alipotupwa katika moto mkubwa sana ambao wao walikuwa wanaamini huu ni moto utakaomaliza chochote kitakachoingia ndani yake, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni wenye kuamrisha moto, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sasa ile kiwanadamu, Ibrahim alayhi salam anatiwa katika mitihani, anatiwa katika safari, ni kweli, lakini kwa sababu yuko na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni njia ya kuondoa dhiki lake, ya kuondoa shida ambazo zilikuwa zimewekwa katika mauli. Na sababu ikatokea ambayo haiingii katika akili ya wanadamu, na mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala si lazima wanadamu wayafahamu. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Huwa tu yeye ni aseme tu, Allah subhanahu wa ta'ala akasema qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, akatoka salama kabisa. Huyo ni Ibrahim alayhi salam. Vile vile ukija kwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala mwingine, alikuwa katika hali ya mitihani mikubwa sana, na mitihani ambayo leo tunasema mitihani yetu, maana tunasema mitihani yetu si kama waliopita. Huyu mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala mtihani wake ulikuwa mkubwa kuliko ambao sisi tunao leo. Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam kisa chake ni maarufu. Anaishi baina ya ndugu zake ambao wanapatwa na hasad juu ya ndugu yao, hali ya kiwanadamu, kumwonea wivu kwamba huyu ndio anapendeza zaidi kwa baba kutuliko sisi. Wakajisifu wa nahnu usba, na sisi tu wengi kuliko tumbo hili la Yusuf alayhi salam. Wakaamua kumuua. Wengine wakatoa rai ikawa tusimuue, lakini tumtupe, lakini muhimu tumpoteze asionekane tena na baba. Yusuf alayhi salam, kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika watu ambao wana nasaba tukufu zaidi, Yusuf alayhi salam ni nabiyun ibn nabiyin ibn nabiyin ibn nabi, ni mtume, mwana wa mtume, mwana wa mtume, mwana wa mtume. Yani generation 4 katika familia yao ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akatupwa katika kisima peke yake katika dhiki, akaja akatolewa katika kisima. Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye nasaba tukufu zaidi katika wanadamu wakati yule anaoishi nao, anauzwa kama mtumwa, abd, anauzwa kuwa ni milki ya mtu mwingine. Ni safari, ni dhiki, ni shida. Anaishi, anaendelea, anakokwenda ananuliwa, anawekwa katika hali ya kidunia ambayo ni mtihani mwingine, mpaka inapofika anatiwa katika mitihani ya yule mama aliyokuwa ndiye mama mlezi wake. Lakini akajua ya kwamba tabu zinazokuja katika dunia ni tabu za kuondoka, ni tabu zitakazoisha. Akasubiri. Yusuf alayhi salam akatiwa jela, na subra yake mwisho wake ikawa ni kuwa yeye ni miongoni mwa watu walioachiwa uongozi wa nchi nzima ya Misri. Ni watu waliokuwa ndio walioko katika hali ya ufalme ya kuendesha nchi ya Misri yote, kwa sababu ya subra aliyokuwa nayo baada ya dhiki aliyokuwa nalo, kujua kwamba ni dhiki litakaloisha. Na sisi ndivyo tulivyo, dhiki li lazima tutapata,
Huwezi wewe kuishi maisha yako daima ukiwa katika raha, na ikiwa furaha si ya kudumu, basi dhiki pia vile vile si ya kudumu. Ukija kwa Musa alayhi salam, mwanzo Yusuf alayhi salam, muda wa kutupwa na ndugu zake mpaka muda wa kusalimika na kufukia katika uongozi alisubiri kwa muda wa miaka 40. Na hiyo ndio kitu ambacho sisi leo tunacho, ama ndio kitu ambacho sisi tunatakikana tuwe nacho. Jambo la subra ndio hatuna. Siku ya kwanza, siku ya pili nakwambia mimi nishachoka, mimi siwezi. Jambo hili litaendelea mpaka lini? Yusuf alayhi salam alisubiri kwa miaka 40, na babake vile vile alisubiri kwa miaka 40, mpaka ile siku alipokuja kuwatoa watoto wake, alipoambiwa nendeni fatahassasu min Yusuf wa akhihi wala tayasu min rauhillahi innahu la yayasu min rauhillahi illa alqawmul kafir, musikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa dhiki litakalokupata, subra kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani alfajiri itatoka hata kiza kikiwa kingi vipi, alfajiri itafika bila shaka yote. Tuje kwa Musa alayhi salam. Musa alayhi salam alipozaliwa ilikuwa ni muda ambao tutasema alikuwa si muda wa bahati nzuri kwa watoto wa kiume. Ulikuwa ni muda wakati wa watoto wa kiume kuuliwa. Alipomzaa mamake, Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kumletea ilham, kumwambia kwamba mtoto wako keti naye umnyonyeshe, na ikiwa utahofia basi mweke katika chombo kisha ukifunge katika ukingo wa bahari, akishaondoka anavuta. Chombo chenyewe ni chombo ambacho lau kikikia kile akiwa na damu tukikieka kitazama. Na ikaendelea hali kama hiyo mpaka ilipokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kile chombo kikakatika, kikaelekea mpaka nyumba ya yule anayetoa amri ya watoto wa kiume kuuliwa. Lakini yote ni mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, anaumba atakavyo na anatekeleza atakayo. Musa alayhi salam akaleleka katika nyumba ya Firaun, na pale Musa alayhi salam kuleleka alikuwa na nafasi ya kuishi maisha ya kifalme, lakini alipoona haki akawa ni mwenye kuondoka na kugura mji wake na kuelekea sehemu za Madian, baada ya kutokea aliyotokea, sehemu ambayo haijui kabisa, anaenda akitarajia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na madamu unamweka Allah subhanahu wa ta'ala mbele, rehma zake zitakufikia bila shaka yote. Alipofika tunajua kisa chake, alipowasaidia wale banati wawili. Banati wale walipokwenda nyumbani wakamweleza baba yao, Allah subhanahu wa ta'ala asema wajaat ihdahuma tamshi ala istihya, mmoja wao akaja kwa mwendo wa haya. Ndio tabia ya watoto wa kike. Anambia inna abi yad'uka liyajziyaka, mwenye baba anakuita ili akulipe kwa yale uliyotutendea. Juu ya dhiki aliyokuwa nalo Musa alayhi salam, alikuwa na uaminifu. Shida yake alizokuwa nazo, zile shida hazikumfanya yeye awe ataacha maadili yake, hayakumfanya yeye ajisahau nani, alibakia katika msimamo wake. Ndio alipofika yule baba akamwambia, mimi nataka ubakie na sisi. Mtoto wa kike akamwambia, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta alqawiy alamin, mwajiri na mbora katika utakaowaajiri ni mwenye nguvu mwaminifu. Juu ya shida alizokuwa nazo Musa alayhi salam alidhihirisha uaminifu. Kwa hiyo sisi tukisema kwamba mimi bana hizi mambo ninayoyafanya ambayo hayaridhishi ni dhiki tulionalo, nyinyi hamujui sisi tunasafa vipi, si kweli. Tuweza jimiliki nafsi zetu, kwa sababu mu'min ana nguvu sana. Mu'min
ana uwezo wa kubadilisha hali yoyote ambayo yuko ndani yake, ndio mu'min. Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ajaban li amri almu'min, mu'min mambo yake ni kiajabu. Inna amrahu kulluhu khair, mambo ya mu'min yote ni mambo ya khairi. In asabahu dharra'un sabar wa kana khairan lahu, wa in asabahu sarra'un shakar wa kana khairan lahu. Mu'min anapopatikana na dhiki husubiri, ikawa ni khairi kwake, na akipatikana mambo ya kumfurahisha hushukuru, ikawa ni khairi kwake. Kwa hiyo tusiwe na kisibabu ya kwamba dhiki letu ndio latupelekea sisi kwenda kupoteza maadili yetu, kupoteza identity yetu, ikawa dhiki letu latupeleka mpaka ikawa mtoto wa Kiislamu hajulikani hata nani. Haiwezekani kwa namna hiyo. Ile baba akamwambia, tutakuajiri bali nitakuozesha mwanangu kwa amana aliyokuwa nayo Musa alayhi assalam. Musa alayhi salam akaishi muda wa kuishi, akaacha starehe ambazo zilikuwa katika nyumba ya Firaun, lakini kule kuacha starehe na kuamua kuishi maisha ya dhiki, lakini ni maisha ya sawa, maisha ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anarudi Misri akiwa na cheo zaidi alichokuwa, anarudi Misri ikiwa yeye ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala, sharaf ambayo hakuna sharaf juu yake. Hakuna mtu atakayekuwa na cheo zaidi kuliko mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah subhanahu wa ta'ala mitume huwachagua mwenyewe. Na Musa alayhi salam alikuwa na miza tofauti na wengine. Musa alayhi salam alikuwa akizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza na Musa maneno ya kufahamika, ni cheo kwa subra aliyokuwa nayo. Tuje kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mwanzo wa risala, alipokuwa anatetewa na ammi yake, alipokuja kwa Makuraish akamwambia, wewe una dhiki, una tabu, sema wataka nini? Ikiwa ni mali tutakupa, ikiwa ni mke chagua mke aliye mzuri zaidi tutakuwezesha, ikiwa ni cheo tutakufanya wewe ndiyo kiongozi wetu. Akapatiwa mambo yote ya kidunia, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaamua kubakia katika haki, hata kama ile haki itaonekana kwamba ni safari kwake yeye. Akabakia katika msimamo wake na akaendelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliudhiwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliitwa mrongo, aliitwa mandazimu, bali alipigwa mawe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka damu tukufu katika damu za wanadamu tukufu zaidi ikawa ni yenye kumwagika damu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini haikuwa yeye ni mwenye kubadilisha msimamo wake kwa sababu ya mambo ya kidunia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya dhiki kuzidi katika mji wa Makka, Allah subhanahu wa ta'ala akampatia idhini ya kufanya hijra. Nafikiri hijra sote tunajua matukio yaliyotokea katika moja. Hijra inatokea muda mchache baada ya safari iliyokuwa ndefu zaidi, safari kubwa zaidi, safari ndefu zaidi kuliko safari ya hijra. Safari gani? Safari ya al-Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ni mwanzo, kisha ikaja safari ya hijra. Safari ya Isra wal Mi'raj ilikuwa safari sahali sana. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Usiku mmoja Mtume sallallahu alitolewa kutoka Makka mpaka Baitul Maqdis, mpaka kupandishwa katika mbingu ya saba katika usiku mmoja, na akarejeshwa. Baada ya muda mchache Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam afanye hijra. Safari gumu, safari aliyofanya matayarisho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatoka katika hali ya dhiki, ikawa anatafutwa yeye na sahaba Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, wanatoka katika hali ya hofu, hali ya kuogopa kwamba huenda wakapatikana na Makuraish, na ilikuwa imetoka amri kwamba lau watapatikana watauliwa. Safari hii aliyoipanga ni Allah subhanahu wa ta'ala, na safari ile ya Mi'raj aliyoipanga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vipi safari ile iwe ni sahali, safari hii
iwe ni ngumu? Pana hikma gani? Hikma ni kutuonesha sisi ya kwamba dunia hatutoipata kwa usahali, lazima tuwe na sacrifice, lazima tuamue ikiwa tunataka kuwa katika yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni tuwe na msimamo. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka Makka, umri wake ni miaka 53 alayhi salatu wassalam, anakwenda anapanda mlima ule kuupanda kwa mwenye nguvu atachukua 1 hour kuupanda, 1 hour kushuka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umri wa miaka 53 anapanda, anatuonesha kwamba in life hakuna kitu kinachokuja rahisi, hakuna. Sasa hapa ndio shida ambayo sisi leo tunayo. Sisi maisha yetu leo yana shida kwa sababu tumebandikwa slogan ambazo hazifanani na sisi kama Waislamu. Tunaishi katika mujtamaa, tunaishi katika society ambayo waambiwa kwamba kuna ile slogan waambiwa fake it till you make it. Fake it till you make it. Huna jifanye kama ambayo unayo mpaka utakapopata. Urongo. Nani hapa atakubali kwamba yeye ni fake? Hakuna. Kwa sababu sisi sio fake. Waislamu ni original. Sisi ni katika waliotaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa vipi sisi tutakubali tuambie kwamba fake it till you make it? Sasa hapa ndio inakuja problem. Kwamba wewe jifanye tu huko, ndio leo ikapelekea wanaume kufanya, wengine wanakuambia ni content creators wenyewe, akajirekodi mwanaume akajifanya kama mwanamke, mwanamke naye akajitaka kama mwanamume, kwa sababu anakuambia nataka nijifanye fake it till you make it. Haya ndio yatanitafutia mimi umashuhuri na nitakuwa maisha yangu yako mazuri. Maisha yako yatakuwa mazuri, lakini maisha yale ni maisha fake, kwa sababu wewe ushaamua toka mwanzo kwamba you are faking it. And the moment you decide kwamba maisha yako ni fake, mwisho wa siku utajipata wewe unaingia na ujihisi kwamba wewe ushakuwa ni fake mwenyewe. Hivi ndivyo ilivyo leo. Mtu atajifanya mwandazimu ili tu watu wafurahi, ili likes zizidi, subscription izidi, ndio sijui afanya kazi vipi, lakini nasikia kile ukipata likes nyingi, ndio rate zako zikiwa nyingi, ndio unapata manufaa zaidi. Manufaa yale ni manufaa machache na ni manufaa ya kuondoka. Na shida iliyoko pale ni shida moja, kwamba the moment mimi na decide kuwa mimi nitajifanya mwandazimu ama nitajifanya kama nina tabia za kike ili nichekeshe watu wakishanipenda, ndio nitainuka mimi, nitakuwa na heshima. Sasa hapa ndio inakuja kwamba nikiingia mtaani mimi kiona watu wanketi vikao, mimi kiketi hivi nitambua sop mimi, kwa hiyo mimi lazima pia naonyesha kwamba mimi nipo, sio? Ndio unaingia katika uraibu, unaingia katika mambo ya kuudhi watu, ya kudhuru watu, ya kudhulumu watu, kujihisi kwamba wewe wataka kuwa unakubalika katika ile mujtamaa. Shida ni kwamba ule wakati sisi tunaamua kufanya vile, huenda ikawa ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanapita na dua kama ile ikakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mithla ma annakum tantiqun. Maisha yetu sisi mithla ma annakum tantiqun, yale yanayotoka katika kinywa chetu ni nini? Huenda malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wakayapokea, ukaona maisha yako yaenda sana. Mimi nasema nafanya kama mzaha tu. Hakuna mzaha katika masala ya kuingia katika mambo anayoyapanga Allah subhanahu wa ta'ala, hayana mzaha. Kwa hiyo tusitarajie kuwa maisha yetu yatakuwa ni rahisi. Hakuna maisha rahisi. Tuangalie, tuzunguke tu, fata kapenta wewe yoyote, kisha mwambie mimi nataka kazi rahisi, atakupatia softwood. Baada ya masiku ishaliwa na mchu. Kino nataka kazi ya sawa sawa, atakwambia nataka kazi, subiri mpaka itengenezwe, ichukue muda, kwa sababu hardwood yenyewe inachukua at least 10 years iwe imekomaa, kisha ikatwe, kisha ikauke, kisha ndio itengenezwe. Wataka ya haraka haraka, tafuta vitu feki. Na ndivyo maisha yanavyokwenda. Maisha hayana shortcut. Hata leo ukienda kwa wale wanatengeneza kofia, kwa maana kofia kwambia nataka barobaro, nataka kazi kamili, sio? Ile kazi kamili na ina bei yake.
kwa sababu vitu vizuri huja kwa muda na wakati, haiji kwa pupa. So sisi tuondoe pupa katika maisha yetu. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika safari ya hijra anatufunza mambo mengi sana. Anatuonesha ya kwamba maisha hayaji sahali. Maisha ni lazima tuamue, na kuamua ni mwanzo wewe mwenyewe unaketi na nafsi yako, unafanya self evaluation. Mimi ni nani? Wewe ni nani? Na hiyo ndio muhimu. Ndio yule mwenye kusema akasema, ana in sa'alta alqauma anni man ana muslimun wa sa'adumu dawman musliman falyalam alkuffaru falyalam alfujjaru anni ha huna lan anhani lan anthani lan arkana nahnu sammamna wa aqsamna lilyamin an na'isha wa namuta muslimin. Mimi utakapoulizia nani yule, sipate tabu. Ana muslimun, slogan yetu mimi ni Muislamu. Lazima tuwe na fakhri ya kuamini Muislamu, lakini fakhri ya Uislamu si fakhri ya jina kwamba waitwa Muhammad, waitwa Abdullah, waitwa Ali, waitwa la, ni maadili. Wewe unaonekana vipi? Wewe rafiki zako nani? Na haya ya rafiki yana impact kubwa sana, ambayo wengi tutaona kwamba ni mambo ambayo hayana maana ama hayana faida. Yana faida kubwa sana na yana athari kubwa sana. Warabu anasema at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Bwana msemo huu wazungu wanasema birds of same feathers flock together. Ndege wanaofanana ndio wanaruka pamoja. Wewe huwezi kupata eagle anaruka na kisigi. Sasa wewe ni nani? Mimi ni Muislamu na nitabakia daima kuwa ni Muislamu. Sasa Uislamu wangu unanipeleka vipi? Je, mimi ni fake ama ni original? Nani hapa kubali kuwa fake? Hakuna. Mwenye akili hawezi kubali kuambiwa yeye ni fake. So why sisi tunaishi katika slogan ya kimaisha tuambiwe fake it till you make it? We are not faking it. Tuna msimamo, na msimamo wetu tutabakia nao mpaka tutakapokwenda patana na Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo anatufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa vijana, the problem ni kwamba sisi vijana wetu kila tukikaa tuambiwa kwamba vijana bado wakati wenu utafika. Na vijana nao maskini vile tuwapenda raha sisi, kiambua kitu kipewa masulia kwambia bado bana usituzeeshe. Masulia si ya wazee. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajafa, katika ule muda ambao uko karibia kufa alayhi salatu wassalam, anatoa jeshi la Waislamu, jeshi la watu 1000 ama zaidi. Jeshi ndani yake pana kibaru sahaba kiwemo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na wengineo, watu waliokuwa na ujuzi, watu waliokuwa na pahala katika jeshi la Waislamu. Jeshi kama lile linapelekwa kupigana na daula ambayo ilikuwa ni mojawapo wa daula tukufu katika mauli, Roman Empire. Daula zilizokuwa na nguvu wakati ule ilikuwa ni Persian Empire, daula ya Furs, na Roman Empire, daula ya Rome. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeshi hili analolitoa ni jeshi ambalo lina muhimu mkubwa sana. Nani kiongozi wa jeshi? Umar alikuwa ndani ya jeshi, lakini kamanda anayepewa jeshi kama lile, ndiye anaendesha jeshi kama lile, ni kijana umri wake hauzidi miaka 18, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Usama bin Zaid hibbu ibn hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kipenzi mwana wa kipenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kijana wa miaka 18 anatolewa, yeye ndiye anayeongoza jeshi kuelekea katika sehemu za Rome kupigana na Roman Empire. Wanafika njiani, wanapata habari kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameaga. Wanarudi, wakifika Madina, kiongozi anakuwa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Katika
kazi kubwa sana alizozifanya Abu Bakar radhiallahu anhu wakati wa uongozi wake, jambo la kwanza ni infadhi jeshi Usama. Lile jeshi la Usama akaliregesha tena, mpaka baadhi ya watu wakasema kijana mdogo atatuendeshea jeshi. Abu Bakar radhiallahu anhu akasema jeshi madamu amemwamini kwa jeshi hili ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi sitolivunja jeshi kama hili. Kwa hiyo sisi tunayo nafasi, tusibaki sisi tukasema kwamba wakati wetu utafika, sisi bado wadogo, sisi bado watoto. Na hapa tunaweza toa lawama pia kwa vijana na kwa watoto kidogo, tukaletwa kwa wazazi. Tabia ya kwamba sisi tunaona kwamba tuwapenda sana watoto wetu kwa kila anachotaka apewe. Ndio maana leo watoto wataki kufanya kazi, kwa sababu nyumba ishi bure, kuvaa tanuliwa, si nkula tu, takula tu paka ushibe. Si tuambiwa hivyo? Kila kitu utapewa. Mwisho wa siku mtoto aketi kibarazani, kwa sababu hana ile agency ya kwamba mimi nifanye kazi. Haya ni masala ambayo hayapendezi. Ni lazima tutoke katika comfort zone yetu, lazima, ama sivyo tutabakia vile vile. Kama unavyosema Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika abiyat zake, anasema katika maneno yake, anasema watibru turban, na dhahabu itabakia kuwa ni mchanga lau haitotolewa kwenye ardhi. Ukienda katika migodi inayochimbwa madini, tambua jiwe hili lina dhahabu, lakini anayeona taona jiwe mpaka uchimbe, mpaka utoe, mpaka isafishwe, mpaka idondolewe, ndio inapatikana nini? Dhahabu. Mpaka itiwe motoni ndio itengenezwe, ndio ukija ukivaa imeng'ara, ndio inakuwa. Kwa hiyo lazima tuwe na hamu ya kufanya, ni lazima. Kwa hiyo wazazi, wajua sisi siku hizi tunasema bana, maisha siku hizi bana, watoto bana, malezi si ya kupelekwa vile kama tulivyopelekwa sisi, ni vile 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 vile. Ikiwa ni kupigwa, vile vile watapigwa watoto, kwa sababu hayo ni mafunzo ya aliyemsifu Allah subhanahu wa ta'ala, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakuna atakayekuwa na huruma katika wanadamu kumliko Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema nini? Muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 wadhribuhum biha wa hum abna'u 10, wapigeni. Kwa hiyo katika malezi yetu kupiga kuko chama inua na bakora yake, lakini bakora ile si ya kuchapa, ile bakora ya special occasions ile. Lakini ikiwa iko bakora nyumbani, chapa. Najua tatoka sema yule analetwa tuzungumzia nketi atuletea. No, lazima wakati mwingine kuwa na kukaza, lazima tuwe wagumu kidogo. Kwa hiyo maisha yetu suffering iko, lakini vipi tunaikabili ile suffering na kuibadilisha? Kwa sababu wanatoa mfano, wanasema maji ya moto. Maji ya moto hulainisha kiazi, ama sivyo? Lakini maji ya moto yale yale ufanya yai likawa ni gumu. Yai ukilivunja humwaika, lakini ukilitia katika maji, ukilivunja, ukilipiga leza dunda. Sasa maji yale yale ukichukua kiazi ukikitia, kile kiazi ukibwa nacho chaweza kuathiri, lakini ukishatia kwenye maji kishaketi sana, ukitoa haijafika hata kumfikia mtu, itakuwa kimevurugika tayari. Kwa hiyo ni wewe unaipelekaje ile situation yako. Situation iko na itakweko na itabaki. Wabora katika wanadamu walitiwa katika misukosuko. Mimi na wewe lazima tutiwe katika misukosuko. Kwa hiyo isiwe kwamba sisi misukosuko yetu ndio sababu ya sisi kupinda na kwenda katika njia ambayo haipendezi. Jambo lingine ambalo linatutia sisi katika suffering zaidi ni false promises. Tudanganyana, na hii yote inategemea rafiki muovu. Na rafiki muovu atakuja siku ya kiyama, utakuja juta kwamba ulikuwa na rafiki muovu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, makafiri watakuja wasema, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. Ya laiti nisingelimfanya fulani kuwa ndiye rafiki wangu, amenipoteza
Kwa hiyo inafika wakati ukamwona mwenzako akwambia twaweza kuwa kama fulani, twaweza kuwa kama fulani kwa juhudi fulani. Anaamka mapema, anafanya kazi, aende afanye, achume, ajitese, apate, kisha wewe out of the blues unataka kuwa kama yeye. Hizo ni promise za kirongo ambazo Muislamu hendi nazo. Muislamu ana subra. Kwa hiyo inapokuja wakati wa kutamani kitu, kifanyie kazi. Sababu Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema hakuna riski tamu na riski nzuri kuliko riski ulioifanyia kazi zaidi, ulioteseka nayo. Kila kitu kikiwa kigumu kukipata ndio huwa kitamu zaidi unapokipata. Wewe ukienda ukitaka chakula cha rahisi, utavunjwa yai tu penduziwe ule, lakini utakabiriana utaambwa subiri. Hii ina kazi, mpaka itue viungo, wali uchemshwe kando, sijui itue rangi, vitunguu vikangwe, sijui nyama nayo iwe nzuri, sijui nini, ndio ifinikwe ndio uje kula, ama sivyo? Kwa hiyo kila kitu kikiwa kigumu ndio kina raha yake, na raha uzidi. Kuna wale watu wa mpira wale, sote tunapenda mpira kikweli. Kuna wale watu wa Arsenal juzi walifurahi kweli kweli, ama sivyo? Furaha inzidi kwa nini? Kwa sababu wafunga Madrid Bernabeu. Si furaha hapo ilikuwa zaidi? Yani ile ya kwanza walipofunga 3 kule hawakuamini wao, lakini kuja kuwafunga na huku kwao sasa kugumu zaidi. Maana walikuwa waimba sijui kuna comeback, sijui kuna tutafunga stadium, sijui kutafanya nini, yote na tukawafunga hivyo hivyo. Ile furaha yake ilikuwaje? Furaha yake ile kama kushinda friendly? Haiwezekani. Friendly ukicheza watu watatoka, kila mtu abebe begi lake uende zake, hata mfurahiki. Ama wale wa Manchester, wanaova Manchester hapa jana washafungwa mpaka dakika sijui ya ngapi, sio? Ilipokombolewa jana, yule ambaye alikuwa kila siku ataka kuuzwa jana kwa star jana, mpaka nafikiri watamtengenezea statue pale Maguire, sio? Amfurahiwa jana, yani wansahau kwamba huyu ni mtu kwa kimkemea kila siku. Kwa sababu gani? Kwa sababu inkuja kwa shida. Kwa hiyo kila kitu ukiona kuna shida ndani yake, natija yake huwa ni tamu zaidi, ina raha zaidi. Kwa hiyo tusubirini. Subra anasema wenyewe, subra ni kama subiri, na ndivyo neno lake linatokana kwa subiri. Subiri ni chungu mdomoni, lakini manufaa yake katika mwili manufaa makubwa. Sasa usipotaka kuonja uchungu, baadaye utakuja pata dhiki. Kwa hiyo tuweni na subra, na kila kitu kitafika. Na usiongojee ulazimisho. Ukiona nafasi iko, walillahi alhamdu wal minna, siku hizi misikiti yetu inatoa nafasi sana kwa watoto. Utapata maimamu watoto wadogo sana wanapewa nafasi. Ni wewe uoneshe raghba, unayo hamu ya kusoma, sababu huwezi pishwa msikitini kuadhini, kukimu ama kusalisha ikiwa hujui. La, lazima ujifunze, lazima uamue. Kuna mmoja nimezungumza naye, ni kijana wangu, miezi kadhaa alikuwa nikimpisha atoe khutba mahala ambapo mimi natoa khutba katika msikiti wangu. Basi alikuja katika masiku maskini, khutba yake alivuruga sana. Akaja akaniambia, na mimi siji tena bana, watu wote waniangalia mimi namna hii. Shida ni kwamba hawajui kwamba bila kukosa huwezi kutengeneza. Kwa nampeleka kwingine, kienda kwingine, siku ya kwanza alipewa nafasi, baada ya muda akapewa tena nafasi, akaambiwa basi Ijumaa inayokuja utakuja. Ikifika Alhamisi akapiga simu, bana pole bana, usije, umepatikana mtu mwingine. Akakasirika, akasema bana nini waniita kisha wanikata. Kaambia sikuvunje moyo, kwa sababu mimi mwenyewe katika njia yangu ya kuwa khatibu, walillahi alhamdu wal minna, mimi ni khatibu sasa miaka 23. Mashaallah. Siku katika masiku nimeachiwa, kabla sijaachiwa msikiti rasmi, nilipangwa kwamba mimi ndo natoa khutba msikiti wa Azhar. Palikuwa na khatibu mwingine Azhar uliko Guraya pale. Nikifika nimeketi nasubiri time yangu nipande member, anapita imamu mwingine anapanda member atoa salamu, na mimi naketi chini nasubiri khutba itolewe. Kaambia hilo si la kuvunja nguvu, tutapata nafasi nyingine. Kalikuwa tena msikiti mwingine, kifika msikiti na keti nasubiri hivyo hivyo.
nasubiri time ifike ndo tupande member, anapanda mtu mwingine anatoa khutba. Nikasema nitasubiri. Kuna mmoja ananiambia, mbona wewe unafanya madharau, mbona uzungumzi? Nikamwambia si madharau, ni Mwenyezi Mungu amepanga, na ikifika wakati itapita. Alhamdulillah, ilifika wakati nikapewa member mimi Azhar, umri wangu kwa miaka 20. Nikashika member kama ile ya Azhar kwa miaka 13. Na jambo ambalo nataka kuambia, nilishika miaka 8 mfululizo bila kupisha mtu hata siku moja. Alhamdulillah. Na hiyo khutba ya kwanza sasa, wateni waambie vijana, hakuna kitu kinakuja rahisi. Hiyo khutba ya kwanza naikumbuka hivi, maana ilikuwa ni khutba kuhusu vijana, shabab katika Uislamu. Naikumbuka hivi, ya 2000. Umri wangu kwa miaka 20. Hiyo siku uambia jamaa mpaka kesho sijui swala yangu ile ilisihi amejasihi, maana sijui nilibaki ya tahara ama nilijikojolea sijui. So you have to take risks. Lazima uamue na lazima utoke. Alafu jambo lingine, chama inasema mimi nina barnamij katika redio. Alhamdulillah, mimi katika wanzilisho ile redio, na ilipofika alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake na baraka zake atakuwa ni yenye kuifanya ni yenye kunufaisha mujtamaa. Mimi vile vile ni mwalimu wa madrasa Tul Falah. Kwa hiyo nikizungumza huwa sipendi kuzungumza peke yangu. Hapa nachozungumza sana, nazungumza karibu 1 hour. So mimi nitapendelea ikiwa kuna yeyote atauliza, kuna mudakhala, kuna swali, kuna iktirah, kuna chochote suggestion la kuongeza, la kupunguza, labda nazungumza sana nikajisahau. Nazungumza sana hapa mkwenda uka, manake malengo si kuzungumza sana. Na kama bwana chama alivyosema, mimi kazi yangu ilikuwa redio na sikuwa tualipo kuzungumza. Kwa hiyo tutazungumza paka kesho. Kwa hiyo mimi napenda kusikia kutoka kwenu, tubadilishaneni chochote. Ikiwa ni swali, labda kuna kitu hukufahamu, kuna kitu unataka kuongeza, kuna kitu unataka ni rai, kwa ruhusa ya bwana chairman mwenyekiti kama alivyosema, nipa mimi viti viwili. Kwa hiyo hii jalsa ya leo mimi ndio mwenyekiti hapa. Kwa hiyo ikiwa kuna la kuongeza lolote. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi swali langu ni, vijana wengi unaona hapa wanakuja motivation, wengi ni mafootballer na maboxers, na wameletwa hapa kwa sababu ya kupata faida katika hizi classes za motivation, na kuna wengine washavunjika nguvu kimipira, washavunjika nguvu kiboxing. Pengine utawapa nasaha gani mafungamano yao na michezo na masala ya ibada, so that wafikie zile success? Shukran coach. Na coach mimi jirani yangu bana, ama si rasmi. Maana sijekawa tuatoa mambo ambayo hayatakikani kutolewa. Barakallahu fik. Naam, masala ya michezo kwa ujumla, kwa namna yoyote ambayo tutaishi ndani yake, Muislamu kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almuslimu alqawi, Muislamu ambaye ni mwenye nguvu, ambaye yuko active, ahabbu ila Allah almu'min adhaif, ni mbora na anapendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko muumini ambaye hana haraka yoyote, ambaye ni dhaif. Na wote kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo masala ya michezo ambayo tunaishi nayo, tunacheza, ni part of our life, ina to keep fit, na maisha ambayo tunaishi nayo sisi tunajaribu na tutaendelea kujaribu mpaka pale atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo muhimu kama Waislamu, sisi tukifunzwa tunaambiwa arkanul Islam 5, sio? Na arkanul iman 6. Katika arkanul iman ni al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah subhanahu wa ta'ala, ni qadar, kwamba yote yamepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama tunavyosema, yakijipa katika
kuwa mimi nitakuwa the goat. Ni Mwenyezi Mungu amenipangia, haikuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndivyo alivyopanga. Lakini ni muhimu tutie juhudi yetu yote katika yale ambayo yameekwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maisha yetu ya dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea na akatusahilishia kila njia. Michezo ambayo tunayo, nafikiri ni michezo ambayo yanapasa kutufunza discipline kubwa sana, hasatan boxing. Boxing watu huchukulia kwamba ni violent game, lakini no, ni game ya discipline hali ya juu sana. Ama karate inatufunza discipline ya hali ya juu sana. So sisi tunabakia na discipline yetu na kufuata the right path, na kitu muhimu nimesema tutoke katika comfort zone yetu, kwa sababu wengi tukiambiwa kwamba pana trial mahali fulani atakwambia nitakwenda kule, hata nikienda mimi ni washachaguana. Hiyo ndio fikra ambayo tunayo. No, jaribu, mpe mtu ile yako yote katika juhudi yako mpaka akitaka kukubagua ashindwe. Nafikiri hayo coach mkiingia, nafikiri huwa ni wenye kuhamasishana, na mimi naamini coach hapa ni mzuri kuhamasisha watu, kwa sababu mimi na shemegi yangu afanya naye mazoezi, ninashangaa kuwa bado yuendelea kwa juhudi aliyokuwa nayo. Umeona naye katika mazoezi Taib wa huyu etwaje Richard, yule shemegi yangu chama. Sasa ikiwa chama coach amemtoa katika hali yake ile aliyo na kumpanyisha mazoezi, hawa hawakushindi, hawa si wagumu kumliko Taib. Kwa hiyo ni tueni na subra, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatilia tawfik inshallah. Muhimu tusisahau Uislamu wetu. Salaam wa barakatuh. Shukran, jazakallah khair. Mimi ni imamu wa kuna msikiti pale Mvita Primary School, ndani yake pana msalla mdogo, ndio msalla wetu. Ni imamu pale na ni khatibu rasmi wa Masjid Luqman iko Sega, ikiwa naelekea stadium. Na kabla hapo nilikuwa msikiti wa Azhar. Azhar nilikuwa kwa miaka 13. Baadaye nikapata safari na kurudi ikawa ni hapo. Na yote haya mpaka kufika hapa, walillahi alhamdu wal minna, mwanzo ni tawfiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yote Allah Subhanahu wa Ta'ala anasahilisha kwa mtakaye. Kwa hiyo ni tawfiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na fadhila kubwa sana na juhudi ya wazazi. Mwenyezi Mungu ajazi khairi kwa juhudi yao, kwa kule kulazimishwa kuona kwamba waonewa, lakini baadaye unakuja ona kwamba ni manufaa. Pia vile vile nashukuru kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika umri wangu wa kusoma madrasa nilikuwa na vijana ambao walikuwa na hamu kuniliko na walikuwa wakinipitia daima katika darasa letu. Alhamdulillah, katika wanafunzi ambao walikuwa wakifanya vizuri, mimi nilikuwa wa mwisho. Maana mimi sikumbuki hata siku moja katika maisha yangu yote ya madrasa kupanda jukwaa kuchukua zawadi, haikutokea hata siku moja. Lakini alhamdulillah, wale niliokuwa nao walikuwa wakinisukuma. Mwenyezi Mungu awajazi khairi. Mmoja wao ni yule ambaye ana katika wasimamizi wa msikiti Musa, Ustadh Kea alikuwa katika wale watatu wa kwanza katika darasa yetu. Alikuwa akipita lazima kinitukulia. Kuna siku nakumbuka hasa Kea alikuja katika hafla ya madrasa, alimwambia yule anayeenda zawadi za madrasa, zawadi yangu mimi nikatie umpe huyu asivundike moyo, ili nipande juu ya jukwaa. Bahati nzuri, bahati mbaya, siku hiyo kulinyesha kufanywa hafla. Kwa hiyo hata hiyo ya kirongo pia sikuipata, sikuipandia. Nilipewa lakini sikuipandia. Lakini wallahi alhamdu wal minna, leo nazungumza wengi katika niliokuwa nao darasani madrasa wanarudi kwangu kuja kusoma na kuuliza masala yao. Takbir Allah. Kwa hiyo ni kuwa na himma na kuamua, na yote narudi kwa tawfiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na marafiki wema. Tuchague marafiki zetu kwa makini sana.
sababu rafiki atakuenua na atakuangusha. Shukran, jazakallah khair. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Al-Haddad Ahmed. Nauliza, ukishatia bidii yako yote, ukatia hima, ukang'ang'ana, and then you just fall short, ukashindwa, ukafail, how do you ever get back from it? Wajiinua vipi? Umeaibika, tuseme kwa mfano, uling'ang'ania kitu ikatokea vibaya, tuseme ukafreeze mbele ya watu, and then kila kitu ikaenda vibaya. Sasa wewe unajiinua vipi? How do you bring yourself back from that? Shukran, jazakallah khair. Mimi katika kusema nafikiri nilisema kwamba khutba yangu ya kwanza sikumbuki kwamba swala yangu ilisi ama haikusi. Baada ya hapo kuna mzee mmoja, Mwenyezi Mungu amjazi khairi, amefariki, amekuwa mbele za haki, Mwenyezi Mungu amrehemu na amjalie ni mwema atakayekuwa pamoja na wema. Yule mzee alinifuata akaniambia, mwanangu, nakupa wasia, utakaposimama mbele ya watu ukazungumza na kitu katika majali ya da'wa, wewe wale watu waliokusikiza hata hapa, mimi sio nazungumza na confidence sana hivi huku ndani na sweat kama nini wale watu wanaokusikiza wagawanye mara mbili. Kuna kundi moja wanajua na kundi moja hawajui. Hawa wasiojua wewe ndio mufti kwao, unalosema watalikubali. Hawa wanaojua watajua kwamba wewe mwanafunzi umekosea, watakurekebisha. Na kitu ambacho lazima tuwe nacho katika nafsi yetu, al-kamalu lillah subhanahu wa ta'ala. Asiyekosa ni Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Kwa hiyo sote tutakosa. Sasa ni sisi tuna set goals zetu wapi? Kile kitu ambacho nasema kitakuvunja moyo, leta sasa, sio wewe wafanya kitu ambacho wewe wakitaka. Unkwenda kokote kule, ukapata mtu, ukapata matunda, utaka kubwaga matunda ule. Ukirusha shoti ya kwanza inkataa, utakwenda zako nyumbani. Utarusha tena. Ukikosa tena. Ukikosa tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu wataka. So kile ambacho wakitaka kikweli, una set sight yako kwamba mimi nataka kufika hapa. Acheke atakayecheka. Wewe ukachekwa, ama leo tuone leo darasani ukija kwambia shaketi, baada ya muda ukwambia do yule afika hapa, yule alikuwa sop katika klasi yetu. Yule kwa kila mtu kwa yombuli yule klasini, ama sivyo? Lakini ilikuwa yajua malengo yake yako wapi. Sasa yeye amfika, si tunketi tutamani kuwa kama yeye. Na kila mmoja katika klasi yake atakwambia fulani, kila mmoja yetu atakwambia fulani ilikuwa hayumo kabisa, lakini mashallah mwangalia alipo leo. Ile negative thinking ya wengine haikumwathiri yeye, kwa sababu goal zake zilikuwa zipo. Mimi nataka kufika hapa, nitafika. Himma ulionayo. Na kitu muhimu zaidi ambacho wengi twasahau, sisi tutaweka himma yetu, tutaweka bidii yetu, tutafanya kila kitu chetu, tukasahau kitu kimoja ambacho muhimu zaidi, dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla hujafanya lolote. Unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akutilie taufiki katika lile unalofanya, litakuwa sahali. Kwa sababu yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sahali na mepesi, na yote ni mazito lau hatutopata usaidizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri mkinai, jazakallah khair. Naona wakati hauko na sisi na harusi nyingi bana, sije wengine wakakosa halua ikawa lawama kwetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natukua nafasi hino kumshukuru Sheikh Fathi. Speech yake ilikuwa tailor-made kwa vijana wetu. Hapa ndipo umepiga ndipo kabisa. Yale yote ambayo huwa tuyazungumza sisi kila siku, basi nafikiri in a nutshell leo ametupa vile alivyokuwa na mpaka alipofika, na maswali ambayo yameulizwa hapa ni yale reference. Mara nyingi twasema whatever the mind of a man can conceive and believe it can achieve. Haya yote in a nutshell leo ametupa hapa. Kwa hivyo shukrani vijana,
mnatutia nguvu sana ile hadhiri yenu, kwa nyinyi mko hapa. We are here to make a difference. Tunataka leta mageuzi, na mageuzi yanakuja tupate speakers kama hawa, attendance yetu tuwe kama hivi ambavyo tunakuja. Definitely we will change. Kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Life won't give you what you want. Life itafanya nini? It will give you what you are. Haitakupa utakacho. Wewe walala, huna homework, halafu una vitu wewe wataka. Hata katika michezo yale alouliza Omi, nafikiri amejibu maswali, ameyajibu vizuri sana. Itakupa vile ulivyo. Wewe ni mtoto wa kuvundika moyo, kidogo wewe hutaki tena. Hiyo itakuwa ni dreams tu, wewe wafikiria wataka kuwa mtu fulani, lakini ndani yako wewe huko katika yale ambayo waweza kutukua ile subra aliyozungumza Sheikh Fati mpaka ukafika pale ulipo. Kwa hivyo hino ni rehema kubwa sana. Sisi tumebahatika pakubwa kuja kupata watu kama leo tuko naye hapa Sheikh Fati, ambaye ana ndia nyingi alipitia mpaka hapa alipo. Alitaka kuwa hivi. Huwezi wewe ukatamani tu wataka kuwa mtu aina fulani, halafu zile demands, vile vitu ambavyo vitakufikisha pale wewe ukawa kidogo wavundika moyo. You will never reach where you want. Vijana, inshallah taala, tuzidi kwa na watu tekeleza klasi kama hizi. Mwenyezi Mungu inshallah atatuletea nuru watu kama hivi, tutafuata yale mambo ambayo tunapata katika wale ambao wanakuja wakitukochi sisi hapa. Mwenyezi Mungu atujalie khairi, atujalie fahma nabiyina wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-mugharrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahima Suleiman fahimna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairi. Thank you very much for your time. We really appreciate hutuba leo. Umetufikisha mahali ambapo vijana wetu inshallah watakuwa ndani inshallah. Jazakallah khair Sheikh Fati. Jazakallah khair. Asante Allah. Here we are. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.